Ya Salam TV. Anasema al-amru dhalika, jambo ni hilo, alladhi qasasnahu alaika, ambalo tumekuzungumzia. Kadhalika ni habari ya mubtada mahdhufi, takdiri yake ndio al-amru dhalika, jambo ni hilo, alladhi qasasnahu alaika, ambalo tumekuzungumzia. Pale aliposema kwamba walladhina kafaru wakadhabu biayatina ulaika lahum adhabu muhin, alafu akasema walladhina hajaru fi sabilillahi thumma kutilu au matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, jambo ni hilo kwamba wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha aya zetu, basi hao wao wana adhabu yenye kunyongesha, maana moto. Na wale ambao wamehama katika taa ya Mwenyezi Mungu kutoka Maka kwenda Madina, kisha wakauliwa katika vita au wakafa tu kifo cha kawaida, atawaruzuku Mwenyezi Mungu riziki nzuri ambayo ni riziki ya peponi. Kwa jambo ni hilo. Dhalika al-amru dhalika, jambo ni hilo, alladhi qasasnahu alaika, ambalo tumekuzungumzia. Wa man aqaba bimithli ma uqiba bi, na mwenye kuadhibu kwa mfano wa ambalo ameadhibiwa kwalo, dhulman, kwa njia ya dhulma, min almushrikina, kutokana na makafiri, ay qatalahum, maana ni kwamba amepigana nao hawa makafiri, kama qataluhu, kama walivyopigana naye, fi shahril muharrami, katika mwezi mtukufu. Kama nimefahamika katika ile mwezi mitukufu watu hawapigane. Sasa hapa kuna mshakala kwa sababu yeye atakuwa alipiza, so kwamba adhibu. Wale waadhibu ni wale makafiri kumpiga mtu pasi na nini, na haki. Unaona? Sasa yule aliyepigwa pasi na haki, yeye haadhibu, yeye alipiza. Sawa? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mungu hana vitimbi, ni mshakala tu, amlipa tu katika vile vitimbi vyake. Sasa huyo muumini analipiza, kumlipiza yule kafiri ambaye kampiga muumini katika miezi mitukufu, na yeye akaamua kurudisha mashambulizi. Elewa? Wa man aqaba ijaza minal mu'minina, maana mwenye kulipiza katika waumini, bimithli ma uqiba bih, kwa mfano wa ambalo ameadhibiwa kwalo, dhulman, kwa njia ya dhulma, minal mushrikina, kutokana na makafir, ay qatalahum kama qataluhu fi shahril muharrami, maana amepigana nao kama walivyopigana naye katika mwezi mtukufu. Thumma bughiya alayhi minhum, kisha akadhulumiwa kutokana na hao makafiri, ay dhulima bi ikhrajihi min manzilihi, maana amedhulumiwa kwa kutolewa katika nyumba yake. Mwenyezi Mungu asema la yansurannahu Allahu, atamnusuru Mwenyezi Mungu, ay Muhammadan wa ashabahu, maana atamnusuru Mwenyezi Mungu Muhammadi na sahaba zake. Fa innal kuffara baghaw alaihim, kwani hakika makafiri wamewadhulumu sahaba na mtume Muhammad. Inna Allaha la'afuwun 'anil mu'minina, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwasamehe waumini. Ghafurul lahum an qitalihim fi shahril harami, ni mwenye kuwasamehe na kupigana kwao katika mwezi mtukufu. Dhalika nasru, kunusuru huko
Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha ule uwezo wa kuwanusuru waumini kwamba bi anna Allah yuliju laila fi nahari, kwa kwamba Mwenyezi Mungu anautia usiku katika mchana. Akishautia usiku katika mchana, mchana unazidi sawa. Manake anachukua sehemu katika usiku wakati ya mchana, ndio kile kipindi kwamba mchana ni mrefu, usiku ni mfupi. Alafu ayuliju nahara fil laili, na anautia mchana katika usiku, mchana ukawa ni mfupi, sababu kuna sehemu katika mchana imetua katika usiku, usiku kama mrefu. Aimana yudkhilu kullam minhuma fil akhari, maana anakitia kila kimoja katika vili hivyo katika kingine. Bi an yazida bihi, kwa kuzidisha, kukizidisha hicho kila kimoja katika hilo anazidisha, ima usiku au mchana, akapunguza mchana au usiku. Wadhalika min athari qudrati ta'ala, na hilo ni katika athari ya uweza wake Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa ametukuka. Allati biha nasru, uweza ambao kwa uweza huo ndo kuna nusra, kuna kuwanusuru waumini. Sawa, kama anaweza kufanya hivyo basi ana uwezo wa kuwanusuru waumini wa anna Allaha sami'un du'a almu'minin, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia maombi au dua ya waumini. Basirun bin, mwenye kuwaona, mwenye kuwajua haithu ja'ala fihimul imana, wakati alipojalia kwa iman. Fa ajaba duaahum, akaitika maombi yao. Dhalika nasru aidha, kunusuru huko vile vile. Bi anna Allah huwal haqu, kwa nini Mwenyezi Mungu ananusura bi anna Allah huwal haqu, kwa kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni mwenye kuthibiti. Athabitu, ni mwenye kuthibiti. Wa anna ma yad'una min dunihi, na kwamba ambacho wanakiabudu kinyume na Mwenyezi Mungu, asema biliyai watai yaabuduna ma, wa anna ma yaabuduna au ma taabuduna, wanachokiabudu au mnachokiabudu min duni, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Wa huwal asnamu, nacho ni masanamu ndo wanachokiabudu. Huwal batilu zailu, hicho ni batili yenye kuondoka, lakini Mwenyezi Mungu yupo, haondoki. Sawa. Wa anna Allaha, na kwamba Mwenyezi Mungu huwal aliyu, ni mwenye kukikalia juu kila kitu. Wa anna Allaha, na kwamba Mwenyezi Mungu huwal aliyu, ni mwenye kukikalia juu kila kitu. Al-ali ala kulli shay'in bi qudratihi, ni mwenye kukikalia juu kila kitu kwa uwezo wake. Kila kitu yuko chini ya Mwenyezi Mungu, maana yeye aweza kila kitu. Kule kuwa kwamba yeye anaweza kila kitu ndio kwamba yuko juu ya kila kitu. Sawa, vilivyobaki vyote viko chini yake. Al-kabiru, mkubwa. Alladhi, ambaye yasughuru kullu shay'in siwahu, kinakuwa kidogo kila kitu asiyekuwa yeye. Kila kitu ni kidogo kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio mkubwa peke yake. Alam tara anna Allah anzala minas samai maa, hivi hujui, taalam, hivi hujui kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kutoka mawinguni maji, manake matara, mvua. Fatusbihu al-ardhu mukhdharatan, ikawa ardhi ni kijani baada ya mvua kunyesha katika ardhi ikawa ni kijani. Fatusbihu al-ardhu mukhdharatan, ikawa ardhi ni kijani. Ai bin nabati, kwa mimea. Mvua ikishanyesha inaota mimea, ardhi inakuwa kijani. Wa hadha min athari qudratihi, na hili ni katika athari za uweza wake. Inna Allaha latifun biibadihi, hakika Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake.
fi ikhraji nabati bilmai, katika kuotesha mimea kwa mvua. Sawa, wote ni upole wa Mwenyezi Mungu. Khabirun bima fi qulubihim, ni mwenye kuyajua yaliyo katika nyoyo zao. Inda taakhiri almatari, wakati wa kuchelewesha mvua. Vile Mwenyezi Mungu akichelewesha mvua, basi anajua yale yaliyo katika nyoyo za waja, kwamba hao wamekata tamaa, wamekasirika, au wataraji Mwenyezi Mungu atashusha rehema yake. Ndio kuna hadithi moja, kuna mmoja asema kwamba kuna bana alipelekwa kwenda kukagua shamba lake, kapakizwa kwenye pikipiki. Basi kufika kwenye shamba akaona jinsi jua lilivyounguza mimea, kama akakufuru bwana. Furu sema maneno magumu kweli kweli kumwambia Mungu, magumu. Ile mwenzake amkataza, bwana usifanye hivyo, usiseme maneno hayo bwana, seme hivyo. Kwani asikia mwenyewe. Asema bwana, ghafla akamuona kageuka nguruwe ingia porini huyo. Angalia mambo ya Mungu. Baada ya muda Mwenyezi Mungu akateremsha mvua bwana. Ile mimea ikanawiri ajabu, ikazaa kweli kweli. Yani hiyo ni waki kabisa. Tuaya kwamba khabirun bima fi qulubihim inda ta'khiri al-matar, ni mwenye kujua yaliyo katika nyoyo zao wakati wa kuchelewesha mvua. Mvua ikichelewa, basi tutaraji rehema ya Mungu, tusikate tamaa. Sawa? Mwenyezi Mungu anatujaribu vipi? Tutavumilia au tutakata tamaa, tutakufuru? Lahu ma fi samawati wa ma fil ardhi, ni vyake yeye vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi. Ala jihatil milki, juu ya upande wa kumiliki. Kila kitu ni milki ya Mwenyezi Mungu. Wa inna Allaha, na hakika Mwenyezi Mungu, lahuwal ghaniyu, yeye ni mwenye kujikwasia na waja wake. Lahuwal ghaniyu an ibadihi, ni mwenye kujikwasia na waja wake, hamuhitaji mtu hata mmoja. Alhamidu liauliyaihi, ni mwenye kuwasifu wapenzi wake. Alhamidu liauliyaihi, ni mwenye kuwasifu wapenzi wake. Wapenzi wa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo tunamhimidi tukamsifu, na yeye pia awasifu hao wapenzi wake. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardh, alam tara ta'lam, hivi hujui kwamba Mwenyezi Mungu amewadhalilishieni vilivyo katika ardhi. Minal bahaimi, katika wanyama. Walfulka, na majahazi. Aisufu, na majahazi. Wanyama Mwenyezi Mungu katudhalilishia. Tunakamata, tukachinja, tukala nyama. Lakini wakiamua si mchezo. Paka tu akiamua shule, achilia mbali huyo mnyama mkubwa, paka tu yule mzee. Si ni kijidogo? Lakini akikiamua vipi? Sikwambia wakubwa. Alafu alfulka, na majahazi Mwenyezi Mungu kadhalilisha, yanapanda juu ya bahari yakakata maji tu. Lakini wewe ukiamua kupanda bahari watitimia mzee. Lakini jahazi, jimeli limebeba kila kitu, naelea juu ya bahari. Angalia mambo ya Mungu bwana. Bado hatujafikiri tu. Manake meli inapakia kuliko semi inavyopakia. Kuna meli moja ilikuja hapo Dar es Salaam ikateremsha gari 1300 na vitu vingine vilikuwa, lakini gari peke yake ni 1300, alafu yatembea juu ya maji. Ni kazi ya Mungu. Sawa? Mwenyezi Mungu kaidhalilisha ile bahari. Unaona matokeo yake kwamba meli inapita juu ya bahari.
Mwenyezi Mungu anatutajia neema ili tupate kushukuru Anasema hivi, hujui kwamba Mwenyezi Mungu amewadhalilishieni vilivyo katika ardhi, minal bahaimi, katika wanyama, walfulka, asufuna, maana na majahazi, tajri fil bahari, yanapita katika bahari, yanatembea katika hali ya kuwa yanatembea katika bahari, lirukubi walhamli, kwa kupanda na kwa kubebesha mizigo Watu wanapanda wanabebesha majahazi mizigo. Alafu biamrihi, kwa idhini yake, biidhnihi, kwa idhini yake, yanakwenda yale majahazi katika bahari kwa idhini ya Mungu. Mungu kataka, kama hataki ndio hapo ninapo zama sasa. Sawa, nikizama na kwamba Mwenyezi Mungu hajataka. Hii ikusabu alfuki ni maarifa kwa kina jumla inakuja baada ya maarifa ni hali. Sawa, anasema wayumsiku samaa, na anazizuia mbingu, antaka alal ardhi, kuanguka juu ya ardhi, illa biidhnihi, ila kwa idhini yake. Hapa anasema wayumsiku samaa min antaka, na anazizuia mbingu na kuanguka, au wayumsiku samaa min lialla taka, ima min antaka au lialla taka. Sawa, kaelezea njia mbili hapa. Kwa na anazizuia mbingu min antaka, na kuanguka. Anazizuia min antaka na kuanguka, maana akazuia zianguke. Au wayumsiku samaa lialla taka, lialla taka si ndio ili zisije zikaanguka alal ardhi, juu ya ardhi, illa biidhnihi, ila kwa idhini yake. Akitaka zanguka, matokeo yake fatahaliku, mkaangamia. Kianguka mwangamia. Inna Allaha bin nasi la raufur rahim, hakika Mwenyezi Mungu kwa watu ni mpole mno, mwenye huruma mno. Fi taskhiri wal imsaki, katika huko kudhalilisha hayo majahazi, na katika huko kuzuia mbingu zisianguke. Huwa alladhi ahyakum, na yeye ndiye ambaye amewahui, bil inshai, kwa kuwazusha. Thumma yumitukum, kisha atawaua, inda intihai ajalikum, wakati wa kumalizika mida yenu, mida tuliopangiwa ya kuishi duniani. Thumma yuhyikum inda albahthi, kisha atawahui wakati wa kufuliwa. Innal insana lakafurun, hakika mwana Adam, ail mushrika, hakika mwana Adam kafiri, lakafuru, mwingi wa kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Lakafuru li ni'amillahi, ni mwingi wa kukufuru neema za Mwenyezi Mungu. Bitarkihi tauhidahu, kwa kuacha kwake kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Sawa. Likulli ummatin ja'alna mansaka, kwa kila umma tumejalia sheria. Kila watu wana sheria yao. Saa nyingine sheria zinapingana, hawa wana sheria ambayo ni tofauti na hawa Asema bifathi sini wa kasriha, ima mansaka au mansika. Asema shari'atun, maana shari'atan, ndio no. Kwa kila umma tumejalia sheria. Hum nasikuhu, wao ni wenye kuitumia sheria hiyo. Amiluna bihi, ni wenye kuitumia sheria hiyo.
Kwa hiyo fala yunazi'unaka fil amri, wasigombani na wewe katika jambo. Yuradu bihi la tunazi'uhum, hukusudiwa kwa hilo maana usigombani nao. Fil amri, katika jambo, ay amri dhabiha, jambo la mnyama mwenye kuchinjwa, usigombani nao. Kila watu bana wana sheria yao. Idh qalu, wakati waliposema, ma qatalallahu ahaku an taakuluhu, ambacho amekiua Mwenyezi Mungu kina haki zaidi kukila nyinyi. Mimma kataltum, kuliko kile mlichokiua. Maana ni kwamba mnyama aliyekufa tu mwenyewe hivi hivi, wewe na haki zaidi aliyo, maana unahitaji kibudu au kula kibudu, asema ni haki zaidi, maana kauli wala Mwenyezi Mungu huyo, kuliko huyo ambaye mwamuua nyinyi, mwachukua kisu mkachinja. Sasa Mwenyezi Mungu ambaye sigombani nao, kila watu wana sheria yao. Wao waache wale vibudu vyao kwa sababu ndio sheria yao, wewe chinja. Meleka wadu ila rabbik, na alingania ila rabb, kwenye dini ya Bwana wako, ila dinihi, maana kwenye dini ya Bwana wako. Innaka la ala huda, innaka la ala huda mustaqim, kwani hakika wewe uko juu ya dini yenye kunyooka. La ala hudan ay dini mustaqim, kwa wewe uko juu ya dini yenye kunyooka, dini yenye kulingana sawa, dini ya Uislamu. Wa injadaluka, na wakijadiliana na wewe, ai fi amri dini, katika jambo la dini, fakulillahu a'lam bima ta'malun, waambie Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnayoyatenda. Sawa. Aambie Mwenyezi Mungu anajua zaidi mnayoyatenda. Kwa hiyo fayujazikum alaihi, atawalipeni juu yake. Wa hadha kabla la amri bil qitali, na hili ni kabla ya kuamrishwa mtume kupigana na makafiri. Sawa. Maana Mwenyezi Mungu wajua zaidi, atawalipa bana, hamna haja kuvutana nao. Lakini baada ya amri ya kupigana, lazima kupigana, wafuate msimamo anautaka Mwenyezi Mungu. Allahu yahkumu bainakum, Mwenyezi Mungu atahukumu kati yenu. Ayuhal mu'minuna wal kafiruna, enyi waumini na makafiri, yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Fima kuntum fihi takhtalifun, katika ambalo muendani yake mnakhtalifiana. Bi an yakula, hapa kasema kama min alfarikani, bi an yakula kullu hapa kakosea basi. Bi an yakula kullun, si ndio? Asema bi an yakula, kwa kusema kullun, kila mmoja, min alfarikaini, katika hayo makundi mawili, kusema khilafa aqwali al-akhar, khilafa qawli al-akhar, kinyume cha maneno ya mwingine. Ndio kalam. Mwenyezi Mungu atahukumu kati yenu, enyi waumini na makafiri, siku ya kiyama, katika ambalo muendani yake mnakhtalifiana, kwa kusema kila mmoja katika hayo makundi mawili, kukhtalifiana kwenyewe, khilafa kauli al-akhar, kinyume cha maneno ya mwingine. Alam ta'lam, hivi hujui? Anasema istifahamu fihi litakriri, istifahamu ndani yake ni ya kuthibitisha, kwa maana tunajua anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu, ya'lamu ma fi samai wal ardi, anayajua yaliyo katika mbingu na ardhi. Inna dhalika ay ma dhukira, hakika hayo yaliyotajwa, yaliyo katika mbingu na ardhi, fi kitabin, yako katika lauhil mahfudhi, yako katika kitabu wal lauhul mahfudh, na kitabu chenyewe ni lauhul mahfudhi.
inna dhalika ay ilma ma dhukira, hakika hilo lipi? Hilo la kujua hayo yaliyotajwa, ala Allahi yasiri, juu ya Mwenyezi Mungu ni kwepesi huko kujua huko ai sahalun, ni kwepesi, kwamba Mwenyezi Mungu anayajua, anavijua vilivyo katika mbingu na vilivyo katika ardhi vyote, mpaka chungu walio chini ya ardhi kupea wajua. Ndio maana akawapa riziki. Kuna viumbe chini ya ardhi huko vinaishi, Mwenyezi Mungu anavipa riziki kwa sababu anavijua Sikwambii wewe uko peupe alafu usijulikane. Basi wajulikana zaidi, Mwenyezi Mungu atakuruzuku na mengine pia anayajua. Alhamdulillah. Asema wayabuduna min dunillah, na wanaabudu ayil mushrikuna, maana makafiri, min dunillah, asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ma ambacho lam yunazil bihi sultana, hakuteremsha kwa kuabudiwa kwake hoja yoyote. Ma lam yunazil bihi huwa al-asnamu, ambacho hakuteremsha kwa kuabudiwa hicho ambacho ni masanamu, hakuteremsha sultana na hujjatan, hoja yoyote kwamba hiki chafaa kuabudiwa. Wama laisa lahum bihim ilmun, na ambacho hapana kwao kwacho ujuzi wowote, hawana ujuzi kwa hicho, annaha aliha, kwamba hicho ni mola. Sawa hawana ujuzi kwamba hawa masanamu ni waungu na wao wajiabudia tu. Wama lidhalimina min nasir, na hawana wenye kudhulumu bila ishiraki, kwa kushirikisha, hawana min nasir, kwa kuwanusuru, yamnau anhum adhab Allah, atakayewazuilia na adhabu ya Mwenyezi Mungu Wa idha tutila alaihim ayatuna, na pindi wakisomewa aya zetu, minal Qur'ani, katika Qur'ani, bayinat, hali ya kuwa zilizo wazi wazi, ay dhahiratin, hali ya kuwa zilizo wazi wazi, asema halu taarifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, utajua katika nyuso za wale ambao wamekufuru, utajua almunkar, kukanusha, ay alinkara laha, kuzikanusha, ay atharahu, utaona ile athari ya kukanusha. Sawa ambao ni nini? Minal karahati wal abusi, nayo ni kuchukia na kukunja uso. Ameona mtu kachukia kakunja uso, ndio athari ya kukanusha. Wayakaduna yastuna billadhi yatluna alaihim ayatina, anasema wayakaduna, na wanakurubia, yastuna billadhina yatluna alaihim ayatina, kuwashambulia umeondosha ile ane na nakuja sana hiyo, na wanakurubia kuwashambulia wale ambao wanawasomea aya zetu, ay yakauna fihim bilbatshi, maana kutuka kwao kwa mashiko, maana kwa wakamate, wapige, wafanyeje. Qul afa unabbiukum bisharri min dhalikum, Yesu anasema hivi, niwapeni habari kwa shari isiyokuwa hiyo isiyokuwa hiyo ya kusomewa hizo aya katika Qur'ani. Kuna jambo ni shari kwenu kuliko huko kusomewa aya za Qur'ani mkakunja nyuso. Qul afa unabbiukum bisharri min dhalikum, waambie hivi, niwapeni habari kwa shari kuliko hilo nyinyi, ay biakraha ilaikum, maana kwa jambo lenye kuchukiza zaidi kwenu nyinyi,
min alqur'ani almatluwi alaikum, kuliko Qur'ani yenye kusomwa juu yenu. Huwa annaru, hilo ni moto. Waadaha Allahu, aliyouaga Mwenyezi Mungu kuaga alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, bi anna masirahum ilaiha, kwa kwamba marejeo yao ni kwenye moto. Sawa. Wa bisal masir, na uovu wa marejeo ni huo moto. Meleka ya ayuhan nasu, ay ahla Makkata, enyi watu, kwa maana watu wa Maka. Dhuriba mathalun, umejaliwa mfano, fastami'u la, usikilizeni. Wa huwa, nao, innal ladhina tad'una min dunillah, hakika wale ambao mnawaabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu, ay taabuduna min dunillah, ay ghairihi, kinyume cha Mwenyezi Mungu, wa humul asnamu, nao ni masanamu. Lan yakhluqu dhubaba, hawataumba nzi. Asema ismu jinsi, dhubaba asema ni ismu jinsi. Wahiduhu dhubabatun, mufradi wake ni dhubabatun. Hawezi kuumba tanzi sawa, masanamu. Anasema yaqau ala almudhakkar walmuannath, ile dhubaba anasema inatuka juu ya mudhakkar na muannath. Wala yajtamau lahu, na wajapo kusanyika kwa ajili yake, ay li khalqihi, kwa ajili ya kuumba nzi. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'a, na wakiwanyang'anya wao nzi kitu chochote, mimma alaihim, kutokana na kile kilicho juu yao, minatibi wa zafarani, miongoni mwa manukato na zafarani. Lau wanakuja nzi wakadanda pale, wakachukua yale manukato yaliyo juu ya yale masanamu, zafarani na vitu vingine, la yastankidhuhu, hawakirudishi. La yastankidhu, hawakirudishi. Ay la yastariduhu, hawakirudishi. Minhum, kutokana na haonzi. Kwa nini? Liajizihim, kwa kushindwa kwao. Fakaifa yaabuduna shurakaa lillahi ta'ala, fakaifa yaabuduna shurakaa lillahi ta'ala, vipi wanaabudu washirika wa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Hapa kuna marekebisho kidogo. Hapa anasema mimma alaihim minatibi wa zafarani, hapo kasema almulatakhuna bihi. Ibara hii katika marekebisho asema almunasibu an yakula almulatakhaini liannahu natu sababiyin litibi wa zafarani, ni nati sababia ya atibi na zafarani. Almulatakhaini hapa katika Al-Jamal yasema wa qawlu almulatakhuna bi natun sababi litibi wa zafaran almajruraini zenye kujurishwa. Wa kana alaihi an yakula almulatakhaini bihi kama huwa dhahirun. Sasa katika almulatakhaini tuzaandika kando almulatta, baada ya lam kuna toa almulatta
almulattakhaini. Hapa katika andika almulattakhuna, lakini twe haipo. Twe ya kufanya fanya huko ipo yataka twe hiyo yataka twe, sababu ni kwa twe. Kwa hiyo wasema mimma alaihi min atibi wa zafaran, kutokana na ambacho kiko juu ya hayo masanamu miongoni manukato na zafarani, almulatakhaini bihi, yenye kutapakazwa kwa onzi. La yastankidhuhu, hawakirudishi. La yastariduhu minhu, hawakirudishi kutokana na haonzi, kwamba nzi katua pale akachukua manukato si zafani wanaruka nacho wao wakirudisha wakirudishi. Kwa nini? Liajizihim, kwa kushindwa kwao. Kwa hiyo fakaifa yaabuduna shuraka lillahi ta'ala, vipi wanaabudu washirika wa Mwenyezi Mungu ala kutuka. Anasema hadha amrun mustaghrabun, hili ni jambo lenye kuonwa geni hili. Anasema ubira anhu bidhuriba mathalu, limeelezewa kwa dhuriba mathalun, limeelezewa kwa dhuriba mathalun. Hapa asema jawabu na ma yukalu inna alladhi dhuriba wa buyina laisa bimathalin haqiqatan, hakika hilo lilojaliwa na lilowekwa wazi hilo halikuwa ni mathal. Mathal yawezeka ni mithali zile kwa hakika. Fakaifa samahu mathala, kwa nini kaita mathali? Faajaba bi anna alqissata alajibata, akajibu kwamba kiswa cha ajabu tusamma mathala, chaitwa mathali nacho kama vile mithali. Kwa nini? Tasbiha laha bi baadhi la amthali fil gharaba, kwa kukifananiza na baadhi ya mithali katika ugeni. Sawa, yanake kuna gharaba, kwa kuna kufananizwa na mithali. Naam takhaini, almutalattakhaini hapa anasema almunasibu an yakula almulattakhaini. Hapa kasema an yakula almulattakhaini. Almulattakhaini ukasemaje? Ipo lugha hiyo. Sawa, zote zipo mbili. Sawa. Anasema dhaufa talibu wal matlubu, awe mnyonge mwenye kuabudu na mwenye kuabudiwa. Atalibu mwenye alabidu, yule mwenye kuabudu. Wal matlubu ndio maabudu, mwenye kutaka na mwenye kutakwa. Mtakaji ni yule muabuduji, anayetakwa ni yule maabudi anayeabudiwa. Sawa, wote dhaufa. Ma qadarullaha haqa qadri, hawakumuadhimisha Mwenyezi Mungu haki ya kumuadhimisha. Ma qadarullaha adhamuhu haqa qadrihi adhamatihi, hawakumuadhimisha Mwenyezi Mungu haki ya kumuadhimisha. Idh ashraku bihi ma lam yamtani min adhubabi, kwa vile wamemshirikisha Mwenyezi Mungu na ambacho hakijizuili na nzi. Sawa, wamemshirikisha na hicho ambacho masanamu. Alafu wala yantasifu minhu, wala hakijitetei pia na nzi, pia hakijitetei na nzi. Hata kikidanda mwanamzi pia akina cha kufanya masanamu hayo.
inna Allaha laqawiyyun azizun, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu, mwenye kushinda, ai ghalibun. Sawa. Inna Allaha yastafi min almalaika, hakika Mwenyezi Mungu anawateua katika malaika, rusulan, wajumbe. Mwenyezi Mungu ana wajumbe wake katika malaika, ndio kina Jibrili na wengineo, sahibul wahyi na sahibul al-amtwari na wengine. Wa minan nasi, na anawateua katika watu, rusula, pia wajumbe, ndio kina Mtume Muhammad. Asema nazala lamma qala almushrikuna, iliteremka zamani waliposema makafiri, aunzila alaihi dhikru min bainina, hivi imeteremshwa juu yake Qur'ani hali ya kuwa kati yetu. Sisi kwa sisi pia tuteremshwa Qur'ani, singalau ungeteremshwa malaika. Aunzila alaihi dhikru, hivi imeteremshwa juu yake Qur'ani, mimbaini, na hali ya kuwa kati yetu, yani katika sisi, alafu ateremshwa Qur'ani. Tayo Mwenyezi Mungu akasema Allahu yasafi minal malaikati rusulan wa minan nasi rusula, ya katika watu Mwenyezi Mungu achagua wajumbe wafikishe ule ujumbe wake. Kwa hiyo si ajabu Mwenyezi Mungu kumteua mtu katika sisi akawa ni mjumbe wake. Inna Allah samiu limaqalatihim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyasikia maneno yao. Basirun biman yattakhidhuhu rasula, ni mwenye kumjua ambaye anamfanya ni mjumbe. Kajibrila wa Mikaila wa Ibrahima wa Muhammadin wa ghairihim sallallahu alayhim wasallam, kama Jibril na Mikail na Ibrahim na Muhammad na wasiokuwa hao, arehemu Mwenyezi Mungu juu yao na aokoe. Ya'lamu ma baina aidihim, anayajua yaliyo mbele yao, yale ambao wameyatanguliza katika matendo man. Wama khalfahum, na walio nyuma yao, yale ambao watayatenda baadaye. Ai ma kaddamu, maana anayajua walio yatanguliza. Wama khalafu, na walio yaacha nyuma ambao watayatenda baadaye. Au maanake ma amilu, ambayo wameyatenda. Wama hum amiluna ba'du, na ambayo wao ni wenye kutenda baadaye, anayajua. Wa ila Allahi turjaul umur, na kwa Mwenyezi Mungu tu yatarudishwa mambo. Ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu, enyi ambao wameamini, swalini. Kurukui na kusujudi nkuswali, swallu, swalini. Waabudu rabbakum, na muabuduni Bwana wenu, kwa maana wahiduhu, mpwekesheni. Wafaalul khaira, na atendeni kheri. Kasilati rahimi, kama kuunga udugu. Wa makarimil akhlaqi, na tabia tukufu. La'allakum tuflihun, kwa ajili nyinyi mtafuzu. Ay tafuzuna bilbakai fil janna, maana mtafuzu kwa kubaki katika pepo. Wajahidu fillahi, na piganeni jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Aili ajilillahi, na piganeni jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Piganeni jihadi liikamati dini, kwa ajili ya kuisimamisha dini yake. Haka jihadi, haki ya kupigana jihadi kwake. Bistifiraghi taati, bistifiraghi taqati fi, kwa kumaliza uwezo ndani yake, kwa kumaliza uwezo katika kupigana jihadi, utoe uwezo wako wote. Asema wanasbu haqqin ala almasdari, na kunasibishwa ile haqa ni juu ya masdari, manake ahuku haqa jihadihi, haqa yahuku haqa. Wajitabakum, ndiye aliyewachaguani. Ay ikhtarakum lidinihi,
yeye ndiye aliyewachagueni kwa ajili ya dini yake. Ama jaala alaikum fi dini min haraji, na hakujalia juu yenu katika dini, hakujalia dhiki yoyote. Ai dhikin, hakujalia dhiki yoyote, kwamba kuna jambo hilo linakuletea tabu kwenye dini, lina shida. Dini nyepesi bwana. Bi ansahalahu, kwa kuifanya nyepesi hiyo dini, inda dharurati, mbele za dharura. Kama nini? Kalkasri, kama kupunguza swala kwa safarini, ambe basi adhuhuri swali raka 2 tu atosha. Watayamumi, na kutayamamu, umekosa maji, basi changa tu atosha. Wa akilil maitati, na kula mfu, una njaa huna chakula kuna mbuzi pale kafa haya kakate kidogo pate. Alafu walfitri, na kufungua, lilmaradhi wa safari, kwa ajili ya ugonjwa na safari. Waumwa basi kama waona ugonjwa huo utaleta tabu kwenye kufunga, au safari hiyo italeta tabu kwenye kufunga, basi fungua. Sawa? Kwa hiyo hakuna dhiki yote. Hawa wanaosema kwamba Uislamu bwana ni mgumu, hawajaujua. Na wajua wakasema Uislamu ni mgumu. Uislamu wakataza mambo mabaya, na yale mambo mabaya yenyewe wayaona ndio mazuri, ndio maana akasema mgumu. Kwa sababu Uislamu umeletwa kwa kuleta manufaa na kuondosha nini? Madhara. Ndio dini ya Kiislamu. Lolote ambalo Uislamu umeamrisha lina manufaa hilo. Lolote ambalo Uislamu umekataza lina madhara. Kabisa. Si tumeamrishwa kufunga? Kidhari waweza kuona hapa ni kuuana tena. Tuishi tushine na njaa, lakini dawa kubwa kweli kweli kufunga. Na wenyewe pia wamechunguza kuona ni kweli kuna magonjwa hayo hayaponi ila kwa kushinda na njaa. Sumu tasihu, fungeni mtapata afya, mtapata siha, mtapata uzima. Kwa ni dawa kwetu. Mambo mengine ya shahawati hayo yana matatizo. Magonjwa mengi yatokana na hizo shahawati huko. Acheni hayo. Nitakwambia Uislamu mgumu. Na Muislamu ukisema Uislamu mgumu na kufuru, inabidi urudie kwa muda wako. Millata abikum, dini ya baba yenu. Anasema ile millata abikum mansubun binazil khafidh alkafi, maana ni yenye kunasibishwa kwa kuondosha chenye kujurisha ambacho ni kafu. Manake millati abikum, kama vile dini ya baba yenu Ibrahimu. Dini ya baba yetu Ibrahimu ni nyepesi, na hii ndio hivyo hivyo, na ndio dini yetu. Nabii Ibrahimu kaletwa na dini ya Uislamu, na sisi tumeletwa dini hii. Sawa? Kwa dini yetu ni nyepesi ambayo tumeirithi kwa baba yetu Ibrahimu. Asema hii Ibrahimu, asema atfu bayani, ni atfu ya bayani ya abikum, baba yenu na Ibrahimu. Wasamakumul muslimina, yeye ndiye aliyewaiteni Waislamu. Huwa aillahu, kwa sababu kuna itikau sakina aillahu, maana Mwenyezi Mungu samakumul muslimina, ndiye aliyewaiteni ni Waislamu, kawaita nyinyi Waislamu. Min qablu, huko nyuma, ai kabla hadha alkitabi, kabla hichi kitabu Qur'ani. Alafu fi hadha, na katika hii Qur'ani pia, ai wa fi hadha alquran, na katika hii Qur'ani pia ndo katuita Waislamu. Liyakuna rasulu shahidan alaikum, ili awe mtume ni mwenye kushuhudia juu yenu. Alaikum, akisema alaikum ni hayo sio kwa mazuri. Yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Annahu balaghakum, kwamba yeye amewafikishieni. Watakunu antum, na ili muwe nyinyi shuhada ala nasi,
ni mashahidi juu ya watu, anna rusulahum, kwamba mitume yao, balaghatuhum, imewafikishia. Sawa Kwa hiyo faqimu salata, basi simamisheni swala, ai dawimu alaiha, dawimu alaiha, dumuni juu ya swala. Waatu zakata, na toeni zaka. Watasimu billahi, na shikamaneni na Mwenyezi Mungu. Ai thiku bi, manake mtegemeeni kasema thiku bihi aya, mtegemeeni Mwenyezi Mungu. Huwa maulakum ay nasirukum wa mutawalli umurikum, ndiye mwenye kuwanusuru na ndiye mtawala wa mambo yenu. Fanimal maula, basi bora ya mtawala wa mambo yenu huwa ni yeye. Akhusu bil madhi madhufi, basi bora ya mtawala wa mambo yenu ni yeye. Wa ni'man nasir, na bora ya mwenye kunusuru ni yeye. Ai an-nasru lakum, mwenye kuwanusuru ni yeye. Naam, Allahu rasulu a'lam. Naam, na vidonda ya tumbo ndio hivyo. Kama mtu ana ugonjwa ambao la yujabu ruhu, hakutarajii kupona kwake, na Uislamu ni dini nyepesi, haina taklifu, ambayo afungua, alafu toa fidia, toa kibaba cha chakula, basi. Sasa kama huwezi kweli, lakini sio kujifanya fanya, sababu kujifanya fanya Mwenyezi Mungu akujua. Asi utakuwa umefanya majaribio, utakuwa umefunga, ukaiona ile hali yako ilivyo. Bali insana ala nafsi basi, kama kwa hali ile jua hali hichi hapa, basi kalifishwi, la yukalifu Allahu nafsan illa wusaha, maana kwa nyepesi dini yetu. Naam, usiku waingia magharibi, jua likichwa tu usiku umeingia. Sio waingia magharibi, magharibi kiingia tuna usiku. Magharibi sio usiku. Elita tatiza kweli. Magharibi kiingia usiku anza magharibi. Ndio pale jua likizama tayari itoswali ya magharibi toswali. Kwa maana kwamba magharibi ni tofauti na usiku. Magharibi bado ni mchana. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Elimu nyingi siku hizi mzee. Bwana Yesu. Yale anasema Mtume. Sahau. Na kisimu mwezi ila laili. Magharibi huo. Magharibi. Magharibi bado. To. Basi itabidi magharibi ikifika yeye asifungue. Na usiku nsimbi. Yale kaelewa kama ndio usiku kukiona kiza ndio usiku. Na wale mke afunga. Mke afunga lakini swala haswali. Basi na afunge alafu amwamrishe kufunga hivyo kidogo dogo. Itafanyaje? Afunge afu amwamrishe kufunga hivyo hivyo, ende naye pole pole. Kuswali, amwamrishe kuswali pole pole. Laala huna kaja kaswali. Yesu umemwoa haswali, umemwona haswali ukamwolea nini?
Sasa mbona sasa atakampiga au mumwache kwa sababu swali? Nenda naye kidogo kidogo hivi hivyo mpaka swali au vipi? Haya, Allah rasulu alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tatali qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahwa bil khairi wa nunfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa aqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghafir anta kiramu man satar wa salatullahi tawashal musafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami shurafa wa 'ala as-sahbi al-masabihi al-hurat alima sirri wa akhfa mustajib adawati Rabbi fahimna uluma ya Rasulillah wahlul 'anna al-mushkila